Mambo mengi yamesemwa, hadithi nyingi zimesimuliwa. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni nani hasa huyu. Sura yake ni miongoni mwa picha mashuhuri sana duniani. Mabango mengi, t-shirt nyingi zenye picha zake zimekuwa zikiuzwa sehemu mbalimbali duniani. Picha yake ni miongoni mwa picha mashuhuri mno, hususan katika bara la Afrika. Ni nani hasa huyu? Ni mwanaume ambaye aliyeacha taaluma yake ya udaktari, akatupa stethoscope ya kusikilizia mapigo ya moyo na kuvaa gwanda na kuwaza mapambano ya msituni. Karibu katika kipindi maalum cha Medani za Mashujaa, kipindi ambacho tunafukua historia mbalimbali za mashujaa na watu mashuhuri ambao wamekuwa wakifanya mambo makubwa sana katika dunia hii. Wengi wamekuwa wakiwafuatilia watu hawa kama watu ambao wameweka mfano bora sana katika hatua za maisha yao. Na leo sasa nikupeleke moja kwa moja katika bara la Amerika ya Kusini, katika nchi ya Argentina. Tunapozungumza nchi ya Argentina, watu wengi sana huihusisha na wanamichezo, hususani mipira. Nafahamu huu ni mpira wa kikapu, lakini Argentina ni miongoni mwa nchi ambayo inasifika sana kwa watu wenye vipaji mbalimbali. Majina kama Diego Armando Maradona ni miongoni mwa jina mashuhuri sana ambalo haliwezi kusahaulika katika watu, hususani Uingereza, ambako hawa wanamkumbuka kwa lile goli lake la mkono ambalo lilipachikwa jina la mkono wa Mungu. Kule nchini Italy wamekuwa wakimwabudu kabisa katika kanisa maalum la Diego Armando Maradona. Lakini tunapozungumzia Argentina, hauwezi kuliacha jina la mfalme wa soka duniani, mwanamichezo pekee mwenye tuzo 8 za mchezaji bora wa dunia, Lionel Andrea Messi, ama the little boy from Rosario, ama wengine wakumwita jina la Pulga. Sasa leo mpira tuweke pembeni. Leo napenda kumzungumzia mwanaume ambaye alizaliwa katika nchi ya Argentina, jiji la Rosario, ambaye alikuwa msomi hasa, tena ni daktari. Lakini mwanaume huyu aliacha taaluma ya udaktari, akavaa gwanda kama mimi hapa na kusafiri sehemu mbalimbali duniani, ikiwemo bara la Afrika na nchi ya Tanzania, kwenda kupigana kwa ajili ya watu na kuleta ukombozi katika jamii ambazo zilikuwa zikionewa. Ni nani hasa huyu? Jina lake ni Ernesto Che Guevara. Usiondoke sasa. Katika kipindi hiki nitazungumzia maisha yake Ernesto Che Guevara, kuanzia utoto wake, familia yake, safari zake za kisiasa na namna Tanzania ilivyokuwa kiungo muhimu kwa harakati za Che Guevara, hususani katika bara la Afrika. Karibu sana. Ernesto Che Guevara alizaliwa tarehe 14 Julai mwaka 1928 katika mji wa Rosario nchini Argentina. Ernesto Che Guevara alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto 5 wa familia yake, na familia yake ilikuwa ni familia yenye tabaka la katikati. Hakuwa maskini sana kiasi kwamba kusema alikuwa ni mtoto mwenye shauku ya mafanikio. Lakini baba yake Ernesto Guevara Lynch alikuwa ni mtu wa mrengo wa kushoto na mtu anayependa sana siasa, huku mama yake Celia de la Serna akiwa msomi
na binti mwenye kupenda kusoma mno. Na baba yake Che Guevara pamoja na mama yake walikuwa ni watu ambao walijenga nguzo muhimu sana, wakimfundisha Che Guevara kupenda vitabu, kuwa mdadisi mwenye kuuliza maswali mbalimbali, lakini kuwa mtu mwenye fikira huru katika kufikiri. Kitu kimoja kilichomuumiza sana Che Guevara tangu utotoni ilikuwa ni maradhi ya pumu kali mno. Akiwa kijana, Che Guevara alifikiria kuanza kazi ya kuuza dawa ya kuua wadudu ama insecticides kwa lugha ya Kiingereza. Na hii ilimpelekea Che Guevara kuanzisha maabara katika karakana ya familia yake ili kuweza kujaribu mchanganyiko mzuri wa kemikali aina ya talc na gamaxin ambalo yeye aliizalisha kwa chapa ambayo aliita Vendaval. Lakini Che Guevara alilazimika kuachana na juhudi zake za kutengeneza dawa hii ya kuulia wadudu kutokana na athari ya sumu kali aliyoipata kutoka kwa kemikali hizi, na hususan ikichangiwa na ugonjwa wake wa pumu. Lakini jambo hili halikumfanya Che Guevara kushindwa kufanya michezo mbalimbali, kwani alipenda kuendesha baskeli, kuogelea na hata kucheza mchezo wa raga ama rugby. Na licha ya kuwa mgonjwa mara kwa mara, Ernesto Che Guevara alikuwa ni mchezaji hodari sana wa rugby na akichezea vilabu kadhaa huko nchini Argentina, lakini pia nchini Cuba. Mwaka 1947 Ernesto Che Guevara alijiunga na klabu itwayo Estudiantes ya Cordoba, lakini baadaye alijiunga na klabu ya San Isidro. Mwaka 1948 Ernesto Che Guevara alijiunga na klabu ya raga itwayo Ipora, huku mwaka 1949 akijiunga na klabu ya raga itwayo Atalaya Polo. Lakini pia alipokuwa nchini Cuba alijiunga klabu itwayo Club Universitario de Buenos Aires. Na ule uhodari wake wa kucheza mchezo wa raga ulimfanya Ernesto Che Guevara kupewa jina la Fuza, ambalo lilikuwa na muunganiko wa jina El Furibundo kwa maana ya hasira, lakini pia jina la mama yake De La Serna. Hasa nikuambie tu, akiwa kijana mdogo wa miaka 19 tu, Ernesto aliwahi kumwambia mama yake kwamba mimi nitakuwa miongoni mwa wapiganaji wakubwa sana wa haki duniani. Sasa Ernesto Che Guevara alianza safari yake ya masomo ya awali huko katika jiji la Rosario nchini Argentina, na aliendelea na safari yake ya masomo mpaka kufikia elimu ya juu. Na mnamo mwaka 1947 Ernesto Che Guevara alijiunga na chuo kikuu cha Buenos Aires akisomea masuala ya udaktari. Lakini moyo wake Ernesto Che Guevara ulikuwa mbali zaidi na fani za udaktari, kwani alikuwa ni mtu mwenye kusoma vitabu mbalimbali, hususani vitabu vya wana mapinduzi kama Karl Marx, Sigmund Freud, Vladimir Ilyich Lenin, Jawaharlal Nehru pamoja na watu mbalimbali kama Robert Frost. Nyumbani kwa Ernesto Che Guevara kulikuwa na vitabu zaidi ya 3,000. Mnamo mwaka 1952 Ernesto Che Guevara akiwa na rafiki yake Alberto Granado alichukua pikipiki yake aliyoipa jina la Pedrosa na kuanza safari ya kuvuka nchi mbalimbali za Amerika ya Kusini, lakini lengo lake lilikuwa kusafiri na kujionea jinsi dunia ilivyo nzuri. Safari yake ya kusafiri nchi mbalimbali za Amerika ya Kusini aliyoanza na rafiki yake Alberto Granado ilimpelekea Che Guevara kutembelea nchi mbalimbali ikiwemo Chile, Machu Picchu pamoja na misitu ya Amazon. Safari hii ilimlazimu Ernesto Guevara kuacha masomo yake kwa takriban miezi 9 na kusafiri takriban kilomita 8,000 ama maili 5,000
huku akiwa na pikipiki moja tu na rafiki yake Alberto Granado. Katika safari zake, Ernesto Che Guevara aliweza kushuhudia namna ambavyo wafanyakazi wa migodini katika migodi ya Anaconda kule maeneo ya Chiquimakamata, lakini pia maeneo ya jangwa la Atacama, jinsi walivyokuwa wakiteseka na mazingira mabovu sana ya kazi. Lakini Ernesto Che Guevara akiwa njiani kuelekea Machu Picchu alishangazwa na hali ya umaskini mkubwa wa maeneo ya vijijini, na ambako wakulima maskini walikuwa wakifanya kazi kwa masaa marefu mno, huku wakipata kitu kidogo sana katika mashamba yaliyokuwa yakimilikiwa na matajiri, ambako Ernesto Che Guevara alisema ubepari huu hauwezi kuendelea. Ernesto Che Guevara alirudi chuoni kwake Buenos Aires na kuhitimu shahada yake ya kwanza ya udaktari. Baada ya kuhitimu shahada ya udaktari, Ernesto Che Guevara alitoka nchini Argentina na kuelekea nchini Guatemala. Kufika nchini Guatemala, Ernesto Che Guevara alijiunga na vikundi mbalimbali vya harakati. Harakati hizi zilimgharimu Ernesto Che Guevara, kwani mara mbalimbali alijikuta akiingia matatizoni na vyombo vya dola. Hii ilimfanya Ernesto Che Guevara kukimbia nchi ya Guatemala mpaka kuelekea katika jiji la Mexico City nchini Mexico. Mnamo Septemba 21 mwaka 1954, Ernesto Che Guevara aliwasili katika jiji la Mexico City nchini Mexico, na hapo akapata ajira ya kufanya kazi katika kitengo cha allergy ama mzio katika hospitali kuu iliyoitwa Hospital Infantil de Mexico. Lakini mbali ya hivyo, Ernesto Che Guevara alikuwa akifanya kazi kama mhadhiri katika chuo kikuu cha National Autonomous University of Mexico katika kitengo cha afya. Akiwa nchini Mexico, Ernesto Che Guevara alikutana na wanaharakati mbalimbali kama vile Fidel Castro pamoja na ndugu yake Raul Castro. Huu ulikuwa mwanzo wa uswahiba mkubwa wa Ernesto Che Guevara na mwanamapinduzi mkubwa sana maarufu Paul Castro pamoja na Fidel Castro. Ernesto Che Guevara alijiunga na jeshi la Fidel Castro, ambako wakati huu Fidel Castro alikuwa akipambana hasa kuweza kumtoa madarakani rais wa Cuba wakati huo, mheshimiwa Fulgencio Batista, ambaye huyu alikuwa chini ya mabepari wa Marekani ambao walikuwa wakiitawala nchi ya Cuba. Ernesto Che Guevara alianza mafunzo yake ya kijeshi chini ya Fidel Castro, na wakati mmoja Che aliwahi kushika bunduki vibaya wakati wa mafunzo, na Fidel Castro akamwambia, kama hutoweza kujifunza kwa haraka basi utauawa kabla hata ya mapinduzi yenyewe kuyafikia. Na hii ikamfanya Ernesto Che Guevara kuongeza juhudi zake katika mafunzo ya kijeshi na akawa miongoni mwa wapiganaji bora kabisa. Mnamo Disemba 1956, Ernesto Che Guevara akiwa na wapiganaji takriban 81 walitua nchini Cuba katika meli iliyopewa jina la Granma. Hapo walianza mapigano ya vita vya msituni dhidi ya serikali ya Rais Fulgencio Batista. Lakini safari hii Ernesto Che Guevara pamoja na Fidel Castro hakujipanga vizuri, kwani serikali ya Rais Fulgencio Batista wa Cuba ilipata sapoti kubwa sana na jeshi la wanamaji la nchi ya Marekani. Hivyo basi jaribio lao la mapinduzi halikuweza kufua dafu, na watu wengi sana walifariki miongoni mwa jeshi la Ernesto Che Guevara. Hii ilimfanya Ernesto Che Guevara kukimbilia milimani na misituni kwa ajili ya kujipanga upya, huku jeshi lake likipungua kwa zaidi ya 60%, kwani kutoka wanajeshi 81 walibaki wanajeshi 22 tu.
Baada ya hapo, Ernesto Che Guevara alijipanga tena na kurudi mwaka 1959 na kupambana tena na serikali ya Fulgencio Batista na kuweza kumtoa madarakani. Baada ya ushindi wa mwaka 1959, Ernesto Che Guevara alipata nafasi serikalini chini ya uongozi wa Rais Fidel Castro. Fidel Castro alimteua Ernesto Che Guevara kama waziri wa viwanda na hata kumweka kama rais wa benki kuu ya nchini Cuba. Hebu jiulize na kutafakari, mpenzi mtazamaji, kama ungepewa cheo kikubwa katika nchi kama kuwa rais wa benki kuu ama waziri wa viwanda, ambaye shughuli zote za biashara na viwanda nchini kwako zinapita chini yako na wewe ndiye msimamizi mkuu, ungeweza kujilimbikizia ukwasi wa namna gani? Ama ungeweza kuridhika namna gani? Ama ungeweza kuishi maisha ya kuponda mali namna gani? Lakini hii ilikuwa tofauti kabisa kwa Ernesto Che Guevara, kwani hakupenda kabisa maisha ya ofisi. Alikuwa ni mpambanaji na alitaka mapambano zaidi. Sasa ngoja nikuvute mpaka mwaka 1956. Wakati wa mapigano ya mwaka 1956, pale ambako walipigana jaribio la kwanza la kumtoa madarakani Rais Fulgencio Batista, Ernesto Che Guevara alijisemea, baada ya kuikomboa Cuba, nitahakikisha nasambaza harakati hizi katika nchi mbalimbali ambazo zinakaliwa na mabepari kote ulimwenguni. Na hii sasa ilimpa shauku Ernesto Che Guevara. Mwaka 1955 aliacha kabisa kukaa ofisini, akaacha cheo chake kikubwa cha kuwa rais wa benki kuu ya nchini Cuba, akaacha ofisi ya wizara ya viwanda ya nchi ya Cuba na kuondoka kwa siri mno. Na kituo chake cha kwanza kilikuwa wapi unafikiri? Ernesto Che Guevara alighushi pasipoti na kusafiri mpaka katika bara la Afrika na kushuka katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania na kupokelewa na baba wa mapinduzi ya Afrika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndiyo, Ernesto Che Guevara alitembelea ardhi takatifu ya Tanzania akiwa katika mission ya ukombozi wa bara la Afrika. Na wakati huu Tanzania ilikuwa kitovu cha mapambano ya ukombozi wa bara la Afrika. Akiwa nchini Tanzania, Ernesto Che Guevara alikutana na viongozi wa vyama mbalimbali vya ukombozi wa bara la Afrika, ikiwemo chama cha African National Congress ANC, chama cha Front de Libertação de Moçambique Frelimo na chama cha Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, pamoja na wapigania uhuru wengine kama chama cha Zanzibar National Union ZANU PF. Akiwa nchini Tanzania, Ernesto Che Guevara alionyesha nia yake ya kutaka kwenda kuikomboa nchi ya Kongo, ambayo wakati huo ilikuwa ikikaliwa na mabepari wa Kibelgiji, ambako wakati ule kiongozi wa Kiafrika Laurent Kabila alikuwa katika harakati za kuikomboa nchi ile. Lakini alipokuwa nchini Tanzania, Ernesto Che Guevara alionywa sana na wanaharakati waliopo nchini Tanzania kwamba nchi ya Kongo ni nchi ambao imejaa vibaraka wengi wa kikoloni ambao walikuwa wakipokea mlungula kutoka serikali ya kikoloni ya kibepari ya Kibelgiji. Hivyo kuingia kwake nchini Kongo, Ernesto Guevara harakati zake hazikufua dafu kabisa, kwani mambo hayakwenda sawa. Askari wa kiasi wa vikundi vya misituni vya nchini Kongo hawakuwa na mafunzo, lakini hasa kabisa walikosa ule moyo wa kupigana. Lakini zaidi, changamoto za lugha ilikuwa ni moja ya tatizo kubwa sana kwa Ernesto Che Guevara, kwani alihitaji mkalimani wa lugha tatu, kutoka Kilingala kwenda Kifaransa, alafu Kifaransa kwenda Kihispania. Hali hiyo ilimchosha sana,
Katika kitabu chake, Ernesto Che Guevara alikuwa akielezea kwamba ilimchukua takriban dakika 5 kumwelewa askari mmoja. Sasa ndugu yangu, hebu jaribu kufikiri, katika hali hiyo unawezaje kuendeleza harakati za kupigania uhuru, hususan kuongoza jeshi la waasi? Ernesto Che Guevara aliondoka Afrika akiwa na moyo mzito sana baada ya kushindwa kuikomboa nchi ya Kongo. Na katika kitabu chake, Ernesto Che Guevara aliandika kwamba mapambano ya Afrika ni muhimu, lakini yanahitaji muda zaidi na maandalizi ya kina kuweza kufanikisha ukombozi wa bara la Afrika. Baada ya kushindwa kuikomboa nchi ya Kongo, Ernesto Che Guevara alirudi nchini Cuba, lakini hakukata tamaa. Alisafiri tena kwa siri mpaka nchi ya Bolivia, ambako kule alianzisha vita vya msituni. Akiwa nchini Bolivia, Ernesto Che Guevara alibadilisha jina na kutumia jina la Ramon, na alikuwa akiishi porini na kikundi kidogo cha wapiganaji. Mamlaka ya ujasusi ya Marekani, CIA, pamoja na majeshi ya Bolivia walikuwa wakimfuatilia Ernesto Che Guevara kwa karibu zaidi. Kufikia Oktoba 1967, Ernesto Che Guevara alizungukwa na askari takriban 90, ambako hawa walikuwa ni makomando wa jeshi la Bolivia pamoja na majasusi wa CIA. Ernesto Che Guevara alikamatwa Oktoba 8, 1967 na aliteswa mno, huku akishinikizwa awataje wanajeshi wengine waliojificha msituni kule nchini Bolivia. Lakini Ernesto Che Guevara alikuwa ni askari komando, aliwiva kweli kweli, kwani licha ya mateso mbalimbali ambayo alipatiwa na majasusi wa CIA, Ernesto Che Guevara hakuweza kutamka hata jina moja la askari ambao walikuwa wamejificha msituni kule nchini Bolivia. Baada ya mateso ya wanajeshi wa Bolivia wakishirikiana na majasusi wa CIA kutofua dafu kwa mwamba, mwanaharakati na mwanajeshi jasiri sana Ernesto Che Guevara, mwishowe waliona kwamba si kitu kabisa kukaa na Ernesto Che Guevara, hivyo basi waliamua kumaliza uhai wake. Oktoba 9, 1967 ilikuwa ni siku ngumu sana kwa wanaharakati mbalimbali duniani, kwani ni siku ambayo Ernesto Che Guevara aliaga dunia. Mwili wake ulizikwa kwa siri sana nchini Bolivia, lakini miaka kadhaa baadaye mwili wake ulifukuliwa na kisha kurudishwa nchini Cuba na kuweza kuzikwa tena kwa mazishi ya heshima sana, akikumbukwa kama mwanaharakati ambaye alipigania sana dunia. Ndugu yangu, leo hii uso wa Ernesto Che Guevara ni mojawapo ya alama maarufu zaidi duniani. T-shirt, mabango, masanamu mbalimbali duniani yamekuwa yakimkumbuka. Kwa wengine alikuwa ni shujaa mahiri sana, lakini kwa wengine, hususan mabepali wa Kimarekani, walimuona Ernesto Che Guevara kama mtu mkorofi mno na msumbufu. Lakini hakuna anayeweza kupuuza athari ya mapambano ya Ernesto Che Guevara, hususan katika karne ya 20. Tanzania inasalia kuwa sehemu ya kipekee katika historia ya mapambano ya Ernesto Che Guevara, kwani ilikuwa ni daraja la Ernesto Che Guevara na mapambano yake hususan katika nchi za Afrika ya Kusini na Kati. Sasa nikuulize tu msikilizaji wangu na mtazamaji, umesikiliza vyema hadithi ya mtu aliyeacha starehe, akaacha urais wa benki kuu ya Cuba, akaacha uwaziri wa wizara ya viwanda na biashara nchini Cuba, akaacha taaluma ya udaktari kule nchini Argentina kwa ajili tu ya mapambano ya watu wengine, tena sio wa taifa lake, watu kama wa nchi ya Cuba, Bolivia, hasa nchi ya Kongo huko Afrika. Che Guevara aliamini kuwa haki haina mipaka ya kijiografia. Sasa nikuulize, je, katika dunia hii ya leo tunahitaji mashujaa kama Che Guevara? Na dunia imejifunza nini kutoka kwake? Tafakari ndugu yangu. Nafahamu sasa hivi dunia imekuwa na wanaharakati mbalimbali,
majina mbalimbali, mfano jina la Captain Ibrahim Traore kule nchini Burkina Faso limekuwa ni jina maarufu sana miongoni mwa vinywa vya vijana wengi wapenda maendeleo nchini Afrika. Lakini tunapowataja wanaharakati hawa wa sasa hivi, tusahau miamba ambao imeonyoosha njia kwa wanaharakati wa sasa hivi. Sasa tunapoelekea tamati ya simulizi ya Ernesto Che Guevara, tujiulize nini tumejifunza kutoka kwake. Ndugu yangu, usahau kusubscribe kwenye chaneli yetu, kulike video hii, kucomment na kushare maoni yako, lakini pia kushare historia hii kwa wapenda maendeleo mbalimbali katika nchi mbalimbali zinazozungumza lugha ya Kiswahili, kwani lengo la kipindi hiki ni kuwakumbuka mashujaa mbalimbali ambao wameacha alama zao, wametoa machozi, jasho na damu ili kuleta mabadiliko katika jamii zao. Mimi ni Mr. Gold. Hadi kipindi kingine, twasema hasta la victoria siempre, kama alivyokuwa akisema Ernesto Che Guevara, ama kwa Kiswahili daima mpaka ushindi.